asanteni kwa maswali ili kupata ufafanuzi. Secretariat itakutana, nianze na swali la aliyetaka kujua kwa habari ya Secretariat kukutana. Secretariat itakutana kwa ajili ya kuirekebisha ratiba, kwa sababu hapa katikati palitokea mabadiliko kidogo. Ilikuwa tuanze kanda ya kati tarehe 12. Sasa wakati ziara inaendelea, viongozi wakuu walithibitisha kurejea kwenye maeneo kadhaa kwa sababu ya vikao ambavyo ni lazima warejee. Kwa hivi tunavyozungumza, makamu mwenyekiti wa chama chetu Mheshimiwa Heche ameelekea Kiela kwenye kikao cha ndani, na hivi tunavyozungumza mwenyekiti taifa Mheshimiwa Lissu asingekamatwa alikuwa aende Tunduma kwenye kikao cha ndani ambacho aliwaahidi angeenda, lakini kulikuwa kuna kikao kingine ambacho viongozi wakuu tulikuwa tushiriki tarehe 14. Kwa hiyo kuna mabadiliko kidogo ya tarehe yaliyojitokeza ambayo tutahitaji kuyarekebisha, ikiwemo ku accommodate sikukuu za Pasaka na mambo kadha kadha. Kwa hiyo tunaenda kuipitia ratiba, ni kitu cha kawaida tu kupitia ratiba, alafu tutai-communicate. Tutaiweka kwa umma kama ambavyo tulikuwa tumetangaza, basi tutaweka kwa umma kwamba ratiba inaendelea, ikiwemo ratiba ya matukio kadhaa ambayo yanatakiwa kufanyika kwenye maeneo haya. Fomu za maadili, ili swali nilishajibu kwenye mahojiano yangu kadhaa. Wakati tume ya taifa imetuletea barua kuhusiana na masuala yanayohusu kuna kitu kinachoitwa kanuni za uchaguzi, alafu kuna kitu kinaitwa kanuni za maadili. Tarehe 29 mwezi wa 12 mwaka 2024, katibu mkuu wa chama chetu alimwandikia mkurugenzi wa uchaguzi kwamba tuna hoja hizi za msingi ambazo ni vyema ziwe addressed, na kwa kweli kwa bahati mbaya sana tume haijaweza kutujibu. Sasa hili la kanuni, utaratibu unamhitaji katibu mkuu in person aweze kwenda na kusaini. Kwa hivyo kusaini zile kanuni. Kwa katika hatua sasa tulihitaji tusubiri, ni kesho. Kwa katika hatua sasa tuliache kwa sababu linamhitaji katibu mkuu mwenyewe in person. Ndivyo utaratibu unavyosema kwa ajili ya kusaini. Kwa katika hatua sasa tuliache, maana hilo linahusu sasa tume na ni jambo ambalo litafanyika kesho. Tuliache mpaka kesho tuone litakuaje. Na hili la G55 tulikuwa na kikao hapa cha watiania na tulizungumza mambo, na hoja hizi nilizozisema ndo hizi ambazo wote tunazipigania. Sasa tunatofautiana kuelewa, wengine wanaelewa polepole, wengine wanaelewa haraka. Kwa hiyo tutaendelea kusaidiana. Wako wanachama wengine wengi tu pia na wenyewe hawajaelewa. Ndio tuko kwenye awamu ya siku 47 za kuelimisha, na ninaomba mlielewe hili jambo vizuri sana kwamba awamu hii ya kwanza ni ya kuelimisha. Ndio maana hatuzungumzi mambo ya maandamano hapa wala nini, ni kuelimisha ili wote tuwe on the same page. Kwa tuko kwenye awamu ya kuelimisha. Kwa tutaeleweshana. Kwa wale ambao wataelewa basi tutaelewa, wale ambao tunaamini kwamba ni mabadiliko yafanyike basi tutakaa wote kwenye mstari pamoja. Kwa siku hapa tuhumiane hapa. Tuna siku 47 za kueleweshana. Wanaoelewa haraka wataelewa, wasioelewa haraka hawataelewa. Ambao wataona hawawezi kuungana na sisi basi watakaa pembeni, lakini hatutatuhumiana kwa sababu hatuwezi wote milioni 60 kulielewa jambo kwa mstari mmoja, hapana. Kwa tunaelewa na kutambua kama chama na kama watu wenye akili, lakini pia kama strategist tunaelewa kwamba huyu ataelewa hivi, huyu atachelewa kuelewa, huyu ata hivi. Lakini pia katikati yao kuna watu ambao wanaweza kuwa pia hawana nia njema. Na watu hatuko hapo gombana na watu.
tuko kwenye siku 47 za kueleweshana. Kwa tutaeleweshana mpaka nadhani tutafika mahali tutaelewana, na watu pekee ambao tunatamani sana jambo hili walielewe, ili tuweze kuchukua hatua za haraka. Serikali ituelewe kwamba hili tunalolisema kwa kweli tunapiga kelele sauti ya wananchi. Wanaposema wanataka tume huru, ni kweli wanamaanisha wanataka tume huru. Hawataki experience yale yaliyotokea kwenye chaguzi zilizopita. Jamani, asanteni tena, ninawashukuru. Asanteni sana.